hii tumeweza kuzungumza madhara ya tumbaku hususa katika magonjwa ya moyo. Kama mnapofahamu, duniani kote magonjwa ya moyo yanachangia vifo vingi, na kati ya watu milioni 20 hupoteza maisha yao kwa mwaka kwa sababu ya magonjwa ya moyo. Na katika visababisho vinazosababisha haya magonjwa ya moyo, tumbaku au uvutaji wa sigara unaongoza, ukifuatiwa na magonjwa mengine kama magonjwa ya shinikizo la damu, magonjwa ya sukari. Matatizo ya tumbaku hasa kwa nchi za Afrika yameongezeka kwa kasi, na hapa kwetu nchini Tanzania inasemekana uvutaji wa sigara na vitu vingine kama shisha unaongezeka kwa kasi, na Tanzania imewekwa katika alama nyekundu kwa sababu ya ongezeko kubwa la uvutaji wa sigara na shisha. Ukivuta shisha sasa kama vile umevuta sigara 100, sasa zile sigara zinaenda kuleta madhara kwenye mishipa ya damu ya moyo, ambapo unaweza kusababisha mgando wa damu kwenye misuli ya moyo na kupata mshtuko ghafla wa moyo na kufariki ghafla. Lakini vile vile sigara inaweza ikasababisha mtu kupata kiharusi. Sigara inaweza ikaleta madhara kwenye mapafu, ukapata magonjwa ya mapafu. Lakini sigara inaweza ikaleta vile vile magonjwa ya kansa. Kwa hiyo sigara inashambulia kila kiungo kwenye mwili wa binadamu. Asante sana. Ninaitwa Lutgard Kokulinda Kagaruki. Ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha kudhibiti tumbaku Tanzania, ukipenda Tanzania Tobacco Control Forum. Na leo tulikuwa tunazindua ripoti, naomba nianze kuisema kwa Kizungu, Tobacco Industry Interference Index ya mwaka 25. Kwa Kiswahili cha kienyeji ambacho sio cha BAKITA, tunaweza kusema ni jinsi makampuni ya tumbaku yanavyoingilia sera za afya za nchi. Sasa hii survey huwa inafanyika kila baada ya miaka miwili. Tulianza 2019. Kwa hiyo ya leo ni ya 5. Na kuna ripoti yetu ni sehemu ya ripoti kubwa ya dunia. Mwaka huu nchi 100 zilishiriki kwenye huo uchunguzi, na Afrika zilikuwa 20. Na kwa bahati mbaya sana, kama mlivyoona, Tanzania tangu 2019 tumezidi kuwa kwenye hali mbaya. Kwa Kizungu wanasema red zone, sijui kwa Kiswahili kwenye wekundu au weusi, na tunazidi kudidimia, wakati wenzetu, majirani zetu, kwa mfano mmeona Kenya, Uganda na Ethiopia, nchi za Afrika wanafanya vizuri sana. Na hii hasa inaangalia kanuni 5.3 ya mkataba wa kimataifa wa kudhibiti tumbaku, ambao unazuia kwa nguvu zote makampuni ya tumbaku kuingilia sera za afya. Kwa hiyo matokeo ya leo yamezidi kutusikitisha, kwa sababu Tanzania imezidi kudidimia. Na sisi ombi letu ni moja kwa viongozi. Tuna sheria ambayo kwa kweli ni mbovu. Ilitungwa mwaka 2003 kabla mkataba haujaja, ambao mkataba wa Shirika la Afya Ulimwenguni ulitoka 2005. Kwa hiyo hiyo sheria ina mapungufu sana, lakini tulishatengeneza mswada ambao unaendana na mkataba, na huu mswada umetengenezwa na wadau wote wahusika, Shirika la Afya Ulimwenguni, mawizara ambayo yanahusika ikiwemo Wizara ya Afya, na wadau wote tumeupitia, uko vizuri. Na tangu 2017 ilikuwa upelekwe bungeni, lakini mpaka leo haujapelekwa, na tunaamini ni kwa sababu ya msukumo wa makampuni ya tumbaku. Kwa hiyo sisi tunaomba viongozi wetu, tunamwomba Mheshimiwa Rais, tunaomba Waziri wa Afya,
tunaomba wote wahusika, huu mswada uende bungeni. Huu mswada hakuna mahali unasema usilime tumbaku au usiuze tumbaku. Unaongelea kulinda afya za Watanzania.